Kamanda wa polisi Jumanne Muliro, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana, tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa jeshi la polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Mtakumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza, lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake, kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono, sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Natoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo, kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24
masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Na nasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa uhuru. Kamanda wa polisi Jumanne Muliro, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana, tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa jeshi la polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Mtakumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza, lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake, kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono, sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita,
huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Tunatoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo, kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Na nasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa uhuru.